Usisahau subscribe, kulike, turn on notification, kushare na kucomment. Hili hapo ni historia ya familia. Hapo nazungumzia vitu vya urithi. Kama labda kwenye familia yao kuna historia ya watu wenye shida hiyo. Labda akifika miaka 25 wanaanza kubadilika kiakili, mkorofi, nini. Kwa sababu kufuatilia na familia yao uko wao, wao kuna hiyo shida. Kwa kuna tabia urithi, tabia ya kwenye ukoo. Kwa historia ya familia pia na mmoja ya familia maana miaka ya mwisho yani weak point ndio ambayo vinapelekea watu kupata changamoto ya afya ya akili. Ndio sio sasa kipengele kinachofuata namkaribisha mwenzangu hapa daktari hapa tuchangie na endelee kidogo. Haya. Mwalimu mimi na mwalimu wenzangu tunapenda darasa shirikishi, kwa maana ya kwamba sisi tunasema na nyinyi mnasema, kwa sababu afya ya akili ni maisha tunayoishi kila siku. Kwa hiyo wewe pia una uwezo wa kusema chochote ili tuweze kusaidiana. Lakini kabla sijaendelea na dalili za mtu mwenye changamoto ya afya ya akili, yaani ukimwona tu sana anasema yeye ana afya ya akili, ana shida ya afya ya akili. So before we proceed with this, kabla tujaendelea, naomba mtu mmoja anifungulie Yohana 3 sura ya kwanza mstari wa 2. Yohana 3 mwisho kabisa. Yohana 3 sura ya kwanza mstari wa 2. Alafu tuone namna ambavyo kwanza Mungu mwenyewe anatutaka sisi tuwe na nini ili tuweze kufanya nini. Kwa sababu wengine tuko hapa tunajifunza, labda hatujajua kwa nini tunajifunza afya ya akili. Naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako. Hapo mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako. Hii ina maana katika maisha ya kawaida, katika shughuli zetu za kila siku, tukishindwa kuwa na afya ya akili, afya ya mwili, afya ya roho, hatuwezi kutimiza majukumu yetu ya kila siku na hatuwezi kufanya kazi ya Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Okay, tumeona changamoto ambazo zinaweza kupelekea afya ya akili na mwalimu ametusaidia hapa. Tumeona historia za familia, tumeona pombe na madawa ya kulevya. Sasa hapa tutaenda kuangalia ni dalili zipi ambazo utaziona kwa mtu mwenye hiyo shida ya afya ya akili. Kwanza, kushindwa kukabiliana na matatizo ya kila siku. Mtu yeyote ambaye ana shida ya afya ya akili, changamoto ambazo zinamtokea anashindwa kukabiliana nazo. Mfano, tumeona changamoto ya kwanza kabisa ya afya ya akili ni matatizo ya muda mrefu. Ameongelea hapa kuhusu magonjwa ya kansa, labda una shida ya figo. Huenda wewe ni mzazi na wewe ndiye ambaye familia inakuangalia. Sasa kama umekutana na ile tatizo la muda mrefu, ni rahisi sana wewe kushindwa kutatua matatizo ya familia yako. Mfano, watoto wanataka kwenda shule, chakula nyumbani. Kama wewe una ile shida ya muda mrefu, ni ngumu wewe kusimama katika zamu yako na kuweza kuhudumia familia yako. Pia changamoto ya uchumi. Tumetoka kujifunza hapa kuhusu siri ya fedha na uchumi. Tumetoka kujifunza. Mfano, kama wewe una kipato cha chini na hauna maisha ya kuweka akiba, vipi kama mtoto akiumwa na fedha yote ilikwisha kutumia? Ina maana utaanza kuanza itakuwaje? Mwisho wa siku unajikuta unakaa instead of kufanya vitu vizuri. Ina maana mwalimu kwanza alisema tunajifunza yote, lakini afya ya akili, unapokuwa na afya ya akili inakusaidia kuwa na utulivu wa kutatua changamoto mbalimbali. Ina maana kama hauna afya ya akili ni ngumu kukabiliana na matatizo ambayo yanakukuta wewe frequently. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu kingine, kujitenga na watu. Napenda sana kuwaambia watu kuhusu familia sana. Katika maisha tunayoishi, familia ni kitu ambacho Mungu amekijenga mwenyewe kwa ajili ya kukuza kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kama
baba na mama wakishindwa kuonyesha maisha ya upendo, ni ngumu hata watoto wao kuishi maisha ya upendo. Wazazi wakiwa wanagombana kila siku, na mimi nataka nikwambie, zile ni spirits zinaenda kwa watoto, ni roho ambazo zinaenda kwa watoto. Zinapofika kwa watoto wanaanza kusema sasa kama baba na mama yuko hivi na mimi kweli nitaweza? Hao mfano tunapochukulia kitu kingine, tumeongelea historia za familia. Tunatofautiana kiuchumi. Unaweza ukawa na kundi la watu, marafiki unaoishi nao wote wana fedha, au wote wanasema tuli sijui, lakini wewe kwa sababu hauna hiyo kitu inakuwa inakusumbua kiakili. Mimi ni wazazi wangu wanawahi dini, hawana fedha, sasa kwa nini mimi niweze kujumuika nao? Kwa nini ninafaa? Lakini tukiona Biblia, sisi wote tunaishi katika pendo ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hata kukosa fedha, historia za kifamilia zinatufanya pia tushinde kuishi na watu vizuri. Unakuta mtu anapenda kujitenga mwenyewe, katoto kanapenda tu kujitenga mwenyewe. Kwa nini? Anaona mimi sina mali, wazazi wangu ndio hivyo, hata nikiomba ya sex sipei, nikiomba ya karamu sipei, inakuwa ni shida. Pia kubadilika kwa hisia. Hasa ya mama. Moja, kushindwa kukabiliana na matatizo ya kila siku, tumeongelea. Kama ukipata hivyo magonjwa, unashindwa kusimama kwenye kazi yako. Pili, kujitenga na watu. Tatu, kubadilika kwa hisia. Kubadilika kwa hisia. Nne, kujihisi hali ya kujihukumu au kuhukumiwa kila wakati. Kujihisi hali ya kujihukumu au kuhukumiwa kila wakati. Tano, hapo tupo sawa? Tatu, kubadilika kwa hisia. Nne, kujihisi hali ya kujihukumu au kuhukumu kila wakati. Tano, kushindwa kutulia kufanya jambo. Kushindwa kutulia kufanya jambo. Sita, hofu kubwa isiyoisha. Hofu kubwa isiyoisha. Hapo tuko pamoja? Tuendelee. Saba, kubadilika kwa hamu ya kula. Dalili za mtu mwenye afya ya akili, kubadilika kwa hamu ya kula. Nane, hasira isiyoisha. Huyo mtu mwenye afya ya akili, dalili yake ni ipi? Ana hasira isiyoisha na kukasirika hovyo. Kwa kama uko hapo, basi tayari endelea kujisaidia, maana tutatoa pia na suluhu za haya mambo. Hasira isiyoisha na kukasirika hovyo. Tisa, kuanza kujiua. Dalili hiyo. 10, kubadilika kwa hisia za kufanya mapenzi. Kubadilika, tutaliongelea pia na hilo. 11, matumizi ya pombe na madawa ya kulevya. Nimesema kuanza kujiua, kubadilika kwa hisia za kufanya mapenzi, matumizi ya pombe na madawa ya kulevya, na kingine kulala muda mwingi. Haya, tuliishia ya pili, tunaenda ya tatu. Kubadilika kwa hisia. Tumeona moja ya changamoto ambayo mwalimu ametufundisha hapa ni katika ile matatizo ya muda mrefu. Mfano, kwa hali ya sasa pengine tunasumbuliwa na uchumi. Asubuhi mama unakuta alikuwa na furaha, amemwomba mume wake fedha, amemwambia sina, nitapata kesho. Kwa nini unabadilika ghafla? Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mimi naomba nijue na waona kwa sababu pia mimi ni
mama afka yani naye kuja, si ndio? Kwa hiyo ninaoa sina changamoto kwa sababu pia mimi naishi na mama kwa kuolewa. Vanessa asifiwe. Kwa hiyo mtu mwenye afya ya akili, yani huwezi kuwa unacheka eti yani hapo kuna kitu, yani kwa mfano wachungaji hapa watatusaidia, huyu tayari ameshavamiwa, sio yeye. Mtu yeyote mwenye afya ya akili, mfano ameambiwa mama mchele umeisha, na unatakiwa tu useme kwa utulivu kwamba okay. Kwa hiyo sasa hakuna unga tu huo unga. Yaani unajua maisha tunayoishi ya pendo ni upendo. Yaani kuna wakati unaweza kuja hata watoto kupika ni ngumu, na Yesu asifiwe. Kwa hiyo tusibadilike. Ukiona wewe unabadilika isiyo basi ujue kuna shida, aidha upewe au kile unaopewa haikutoshi au una changamoto tu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kujihisi hali ya kujihukumu. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na vijana sasa, na mimi pia ni kijana. Okay, kujihisi hali ya kujihukumu. Vijana tuko katika age ambayo sasa tunapambana aidha katika kazi, lakini pia katika mahusiano. Na mimi nataka kusema, moja ya kitu ambacho mimi nimejifunza kwenye maisha yangu ni kwamba kuna aina ya mahusiano ambayo Mungu atakupitisha ili ujifunze. Lakini kuna aina ya mahusiano ambayo Mungu atakupitisha ili mtu mwingine ajifunze. Na sio mtu ambaye anaona sasa hivi uko naye ndio kafikiri ndio huyo, maisha yanabadilika. Kuna neno moja liliandika mchumba sio mume. Mtu akaipost status. Nikacheka. Nikasema ni kweli lakini si kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi kama vijana unaweza kuwa unajiona mtu sijui nitakufanyaje, hasa wa dada, yani tunaweka yani malengo makubwa nini, lakini wao wataka hawa wanabadilika sawa kwa sababu wao macho. Kwa nini tunakuta ile mipango mingi ambayo mnaiona hivyo, yani mtu ameshaenda kuanza kujihukumu kwa itakuwaje, kwa nini ni mbaya, na shetani alipokuwa na akili wewe angalia amesema kwa yule mwingine mzuri. Ukishaanza kujilinganisha tayari hapo ya akili. Ndio hiyo kitu dalili ya mwisho tumesema kubadilika kwa hali ya kula. Sio ndio unapenda mama unaona kumbe huko tayari mambo alishabadilika. Sio ndio unaki yani umechoka unalala, maana mawazo ni mengi kutokana na ile mipango mnayopeana na huyo jamaa. Bwana Yesu asifiwe. Kushindwa kutulia kufanya jambo moja. Na hiyo kitu pia mimi imenikuta na namshukuru Mungu ananisaidia. Kuna wakati unaweza kukutana na msongo wa mawazo kupitia hali yani kutokana na hali mpya, labda huna fedha, hasa uchumi unatusumbua sana, au ugonjwa, labda mimi naumwa kansa. Kwa mfano unaweza kukuta unafanya kitu kimoja, yale mawazo yanakujia labda nifanye hiki, au labda ulipata hasara katika kazi fulani inakufanya au labda nijaribu mkaa, nijaribu maharage, nijaribu vitumbua, nijaribu. Sasa unakuta ile hasara ambayo katika kila kazi unayopata inafanya akili yako inashindwa kusete vizuri. Kwa hiyo nafikiri labda nikisema kitafanya lakini ni mambo ya kiroho au tu namna ya kuendesha biashara kutumia fedha. Kwa hiyo tunapokuwa na changamoto kama hizo, hasa katika maisha ya kawaida au katika uchumi, katika biashara, usianze kujikataa mapema. Yani tunajikataa na kujihukumu mapema, ni kitu ambacho ni kibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, itakuwa hivyo kama wewe kichwani kwako utasema basi na mimi ndio hivyo. Ila haitakuwa hivyo kama ukisema ninaamua na nitawakomboa wazazi wangu katika hali ya uchumi ili tuweze kuwa vizuri. Sasa mtoto anapokuwa hivi mdogo, wazazi naomba tusikilizane. Sisi wazazi naomba tujue jukumu letu ni tunawaleta, Mungu anatupa neema ya kuwaleta watoto wengine duniani. Hakikisha kama hujaleta kiumbe kingine, hebu kwanza kuwa na maarifa. Kwa hiyo na maarifa, huyo mtoto na mzaa
anakuja kwa duniani wewe haelewi. Kwa hiyo anahitaji wewe umsaidie. Naanza na wewe taratibu nirudi kwenye historia ya familia. Mfano, mtoto amezaliwa, tupo hivi tuna hali tofauti za kimaisha, si ndio? Anaona wenzake, baba kuna yule ana gari, lini utanunua na wewe gari? Sasa mzazi usipokuwa unamwambia na Mungu, siku moja utaweza. Siku moja utaweza. Alafu ukiwa unasema, yani basi maisha mwanangu ndio hivyo. Mtoto anaanza kuingia na hofu. Akiwa darasani anasema kwa itakuwaje? Itakuwaje? Afya yake inaharibikiwa, hata kusoma kunakuwa ni ngumu. Lakini kama mzazi na mwanangu usijali, pambana, soma hivyo hivyo. Unajua wewe sijaongea vizuri kwenye maisha ya hivi. Yani kuna ile michezo siri unapambana hivyo ili mtoto aone mwanga. Lakini kama mzazi utashinda kumtia moyo mwanao, lazima mtoto awe na hofu. Sasa itakuwaje? Hata wewe mwenyewe. Mfano, sasa hivi kansa ambayo inaathiri watu wengi ni kansa ya uzazi, kansa ya ziwa, kansa ya utumbo. Sasa hili tatizo la muda mrefu linaweza kumwathiri mtu. Mfano, kansa huwa haina muda mrefu sana. Unaweza kupewa dawa za kuongeza, lakini yani lazima tu itaenda. Kwa hiyo hata katika kuishi kila siku, ili nakufa kesho usiku. Yaani unatamani mweke ile macho kwa sababu hujui unakufa saa ngapi. Kwa matatizo ya muda mrefu yanaweza kutufanya tukawa na hofu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kubadilika kwa hamu ya kula. Mimi nimeshaongelea kama vijana hivyo anaambia nenda kala kwa sababu ameachana na mtu wake hali. Watu wanakonda jamani, ni kweli kabisa. Watu wanakonda, yani nimeshuhudia. Watu wanakonda kwa sababu ya mahusiano. Hali. Wengine wanajinyonga eti. Tuzidi kuombeana watumishi. Amen. Amina. Kitu kingine, hasira isiyoisha na kukasirika ovyo. Jamani, ndio maana Biblia inasema hatutaishi kwa mkate tu, ila katika kila neno litokalo kwa Kristo. Tuna kitu kikubwa sana ambacho Mungu amekiachilia katika maisha yetu, ni neno la Mungu. Yaani kila neno tutakapolishika na kufanya kazi kwa bidii, tutakuwa mbali sana. Na mimi ninaona changamoto inayotusumbua Wakristo wengi ni uchumi. Na ndio maana hata mbele siku kadhaa tutakuwa na mdahalo. Kwa nini wanakuwa wengi ni maskini? Tunaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Alifundisha mwalimu jana, akasema mafanikio hayahitaji haraka. Shida unataka leo ukiwekeza 10,000 kesho upate milioni 1. Haiwezekani. Na ndio maana sasa hivi vijana wengi kumekuwa na hizi nani nyingi sana, sijui niwekeza, sijui nifanya nini. Yaani achana na hizo ambazo ni nzuri, zipo ambazo zinawadanganya vijana kwa sababu shetani ameshajua vijana wanataka hela, kwa hiyo nifanyeje? Kwa anaanzisha hizo institutes ili kuweza kutuangusha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima ili tuepukane na hizi hasira ovyo, mara tu unaambia mama naomba unielewe kiatu. Bwana ni sawa. Baba kwa nini unaniachia? Sasa kumbuka unapoongea maneno unamwambia mtoto analipokea. Analiwaza. Wewe linampa shida na wewe kutakuwa na fedha inakupa shida. Kitu kingine, kuanza kujiua. Jamani, kujiua ni roho. Hii ni roho. Usikate tamaa kwa sababu ya kukosa fedha, kwa sababu ya ugonjwa, kwa sababu ya nini? Hapana. Mtu yeyote ambaye ana shida ya afya ya akili, anaongea kwa mwalimu wa kwanza. Kuna ugonjwa jana alikuwa ananifundisha Dr. Nuku kwamba mlija wako wa damu ukijawa mafuta mengi kwa sababu ya kula chips, kula shingini, tunapenda kula vitu vya mafuta, kuzibua ni milioni 38. Wewe nani? Kuzibua ushiba huo milioni ngapi? 38. Kuna utumaji ambao tutunza vitu za akili, usifikiri na ndogo. Jana darasani nilikuwa napima blood pressure yangu, siwezi kusema hapa lakini naomba Bwana aniwezeshe. Yaani nikakuta hali ni mbaya sana. Hali ni mbaya, tuzidi kuomba na watumishi. Amen.
Umeona sasa kama una elimu si unajua, unaona mkufa kesho. Kubadilika kwa hisia za kufanya mapenzi. Niko hapa kibiolojia na wala tusijifunza. Amen. Baba na mama lazima wahakikishe na upendo. Kama huwezi kumpenda, yani kama hautakuwa na upendo kwenye moyo wako, ni ngumu sana kufanya tendo la ndoa na mwenzi wako. Ni ngumu sana. Yaani ni ngumu. Sasa hivi kwa mfano mume wako labda amekukasirisha au una uchungu, alafu akasema naomba labda baadaye tukutane. Yaani kwanza atafika kesho umelala au unaenda kwa watoto. So lazima uhakikishe wanawake, Bwana Yesu asifiwe. Wanawake tuna jukumu kubwa la kuhakikisha tunaomba Mungu ili alinde upendo katika waume zetu na watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii itatusaidia kulinda afya zetu za akili. Inamsaidia hata baba. Sasa ndio kama hiyo ina dalili ya kukasirika ovyo. Mume wako tu anakwambia kitu kidogo, bwana. Sasa unamwambia baba fulani, naomba wewe atakuachia. Ngumu. Au naomba baadaye tukutane tufanye moja mbili tatu. Ngumu. Lakini katika watu nataka niwaambie, hao wote chanzo chake ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Usisahau subscribe, kulike, turn on notification, kushare na kucomment.